qala sema kwenye beti wa dhikru lit'dhim wal ihanati wal basti kukunjua yani kuna wakati unapomsemesha unayempenda unajikuta umeambiwa kitu kadogo tu lakini utaeleza yani yule unayempenda yule unaweza akakuuliza kitu kadogo tu ulikuwa utakosema ndio sijaja lakini utaleta mani sijaja na nilikuwa naumwa na maana nilikuwa natapika kwa sikuweza kuhudhuria basi kuna wakati unahitaji mubtada au unahitaji musnad ilayhi na kuiongezea sifa zingine kwa sababu maqamul basti sehemu ya kufanya hapo ni sehemu ya kumwaga sera sasa kueleweka vizuri na wanasema pia mpaka inafikia hivi tabsutu au tubsitu fil kalam unakunjua katika maneno ni wanasema li sharafi al mukhatab kwa sababu ya nafasi ya unayemzungumzisha wal iftikhar lakini wakati mwingine unazungumza hivyo kwa sababu unataka kujifakharisha kidogo mukalamati sasa wewe unaongea na rais unataka uzungumze shortcut pale unataka usikie kidogo fahari unazungumza na mheshimiwa kwa hivyo maneno unabidi ujitafutie maswali mengi kwa hiyo yale mazungumzo yako yanakuja wakati mwingine kwa ajili ya nini iftikhar kujifakharisha kwa ajili ya kumsemesha ili yeye sasa liyasta'dhiba tula kalamihi ma'ahu apate ladha na yeye ya urefu wa maneno yake pamoja urefu wa maneno yako pamoja naye kwenye watu bayani hapa kwenye hichi kipengele hichi huwa wanatoa mfano kwenye Qur'an tunachokizungumza hapa ni musnadu ilayhi sababu za musnadu ilayhi kutajwa miongoni mwa sababu zake zinapelekea al-musnadu ilayhi kutajwa nini al-bast maana yake nini kunjua maelezo yani kufungua maelezo mfano kwenye Qur'an tujeni na Qur'an sasa tuangalie mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Taha anamwambia Musa wama tilka biyaminika ya Musa na ni nini kilichopo kwenye mkono wako wa kulia huo ewe Musa